Leo tulikuwa na kikao cha baraza la mkoa la UWT mkoa wa Songwe, ambapo tulikuwa na agenda kubwa muhimu ambayo tulikuwa nayo ilikuwa ni ya bima ya afya kwa wote. Na hii ni maagizo ambayo tumeyapata kutokana na mkakati wa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa ajili ya bima ya afya kwa Watanzania wote ili kuboresha afya za wananchi wa Tanzania. Na ni maagizo ya kikao pia cha baraza kuu la UWT ambayo tulikutana Dodoma, kwamba ili jukumu ambalo Mheshimiwa Rais amelileta na ikiwa ni ahadi yake hata wakati wa kampeni kwamba angetamani wananchi wawe na bima ya afya, basi jukumu hili UWT tumelichukua kwa uzito mkubwa, kama ambavyo siku zote tumekuwa tukichukua majukumu mazito ambayo yanatakiwa kutekelezwa kama wanawake kwa ajili ya mustakabali mzima wa taifa letu. Swala la bima ya afya, baada ya kulipokea tukaona kwamba tuna umuhimu wa pia kwenda kuhamasisha wananchi na wanawake kwa ujumla ili waweze kulielewa kwa upana wake, waweze kujua na kujihamasisha na kuhamasika kwa ajili ya kuwa na bima ya afya kwa wote, kwa maana ya kuchangiana, kutoa mchango wa kabla hujaugua, unatoa kabla hujahudumiwa, ili pale utakapokuwa huna fedha yoyote basi ikusaidie ile bima ya afya kwa ajili ya kutibiwa. Kwa katika kikao hiki cha baraza tuliweza kumwalika mganga mkuu wa mkoa ambaye alitoa semina kwa wajumbe wa baraza. Alitoa semina ambayo wajumbe wa baraza wameondoka na uelewa mpana na uelewa mzuri sana kwa ajili ya kwenda kuhamasisha wanawake katika ngazi za chini, ngazi za wilaya, ngazi za kata mpaka matawi, na wananchi wote ili waweze kuelewa juu ya bima ya afya kwa wote. Ni mpango wa serikali ambao mkakati wake ni mzuri, na kama wengine wanavyoendelea kuongea na hata Mheshimiwa Rais anatamani kuwa na taifa ambalo lina afya nzuri. Ili tuweze kupata maendeleo lazima tuwe na watu ambao ni imara, na mtu imara au raia imara ni yule ambaye ana uzima. Kwa hiyo uzima unapatikana kuwa na afya, na afya hii itatokana na kwamba kutakuwa na mpango wa bima ambao utawasababisha wananchi pindi wanapopata tatizo la kuugua wasihangaike kwenda kuuza mahindi, kwenda kuuza maharage, kwenda kuuza viwanja, kwenda kuuza mbuzi na ng'ombe kwamba wakatibiwe. Wataendelea kufanya maendeleo huku bima ya afya, kwa sababu walikuwa wameshachangiana kama tunavyochangiana kwenye mikoba, basi watakuwa wamejitahidi kuonyesha kwamba sasa wameitikia sera ya nchi, wameitikia jinsi maono ya Mheshimiwa Rais ya kuwafanya wananchi wake wawe na afya njema. Hii bima ya afya kwa wote ipo kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi ya toka 2020-2025, lakini utekelezaji wake sasa ndio unakuja kutekelezwa sasa 2025-2030 kwa kusimamiwa na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Wajibu wa wananchi ni kulipokea, kwa sababu wananchi wanatakiwa pia kuchangiana. Kama nilivyosema toka awali kwamba tunatakiwa tuchangiane ili huduma ziboreshwe. Watumishi wanaweza kaletwa na serikali, wapo. Sasa namna ya kupata vifaa tiba, madawa, lazima tuchangiane. Kwa tunapochangiana pale, kwa sababu haumwezi mkaugua nchi nzima. Kwa hiyo mkichangiana wananchi wa Tanzania, mkachangiana kwenye mfuko wa bima ya afya, huyu anapougua zile fedha zinatumika katika kumhudumia huyu, wakati huyu mwingine anaendelea na majukumu mengine. Kwa hiyo swala la wananchi ni kuchangiana, kulipokea na kulifanyia kazi, kwa maana ya kutoa michango. Mimi ni wahamasishe juu ya bima ya afya hii, ni wahamasishe wanawake wa mkoa wa Songwe kwamba wao wawe ni kipaumbele cha kuweza kuhamasisha, kwa sababu mzigo mkubwa wa watu wanapougua au magonjwa yanapotokea wanakuwa nao wanawake, na hata watu wakilazwa hospitalini wanaolazwa nao kwa asilimia kubwa ni wanawake. Kwa hiyo wanawake watakapokuwa wamewahamasisha wananchi tukawa na bima ya afya, kwa utakuta watu watatibiwa kwa wakati, watatibiwa kama ni kwenye zahanati, baada ya kusubiri mpaka mgonjwa akalazwa akawa hoi, utakutakiwa na bima ya afya, anaenda kwenye kituo cha afya, anatibiwa, anaendelea na majukumu. Kwa hiyo tutajipunguzia ule mzigo wa kulaza watu hospitalini na kukaa muda mrefu kuuguza watu baada ya kufanya maendeleo.